Kwanza kampeni ya chanjo hii ambayo tunategemea kuianza itaanza tarehe 27 mwezi wa 8. Ni kesho kutwa tu, tarehe 27 mwezi wa 8 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku tatu, kuanzia 27 hadi 30. Siku 4. Hadi siku 4, 27 ya kwanza, 28, 29 na 30, siku ya 4. Ndiyo. Hizi chanjo zitakuwa zikitolewa wapi? Kwanza ni kabla sijajibu hilo swali, nimefikiri niseme walengwa. Walengwa wa chanjo hizi ni kina nani? Walengwa wa chanjo hizi ni watoto kuanzia mwaka 0 mpaka mwaka 0, tunamaanisha wale ambao hawajafikisha mwaka mmoja. Tunatumia lugha nyepesi. Kuanzia mwaka 0 mpaka miaka, wote ambao uko chini ya miaka 10. Yaani mpaka miaka 9 na miezi 9, hata kama imebakia siku moja kufikia miaka 10 ni mlengo kwenye chanjo. Na tunategemea kuwafikia walengwa 200,000 na 700 plus. Maana yake zaidi ya kwa mkoa mzima wa Dodoma ama ni kwa jiji halmashauri ya Dodoma peke yake. Tunategemea kuwafikia watu zaidi ya 200,000. Zaidi ya 200,000. Hata watafika 300,000 mradi ni walengwa wako kwenye scope yetu, maana yake tunatakiwa tuwafikie. Na swala la chanjo kuhusu usalama ni chanjo salama. Itakuwa ni chanjo itatolewa kwa njia ya matone. Matone ya mdomoni kawaida kabisa, na maeneo ambayo tunategemea kuwafikia ni katika maeneo ya shule, maeneo ya vituo vya kutolea huduma za afya, katika stendi kama kuna walengo katika maeneo ya stendi, katika maeneo ya minada, katika maeneo ya mikusanyiko mikubwa ya watu. Kama kuna vivuko tungeenda mpaka kwenye vivuko, lakini sisi tu kwenye maeneo haya. Haijalishi hata kama mtu alikuwa yuko safarini, anasema mimi siku ya tarehe 30 niko safarini na safiri naelekea mkoa fulani ambako kampeni hiyo haipo katika hilo eneo, akiwa stendi hapo hapo anaweza kupata chanjo. Kwa hiyo tuna vituo vya kutosha kuanzia pembe zote, kuanzia ukanda wa Dar es Salaam mpaka kituo cha mwisho tumeweza kufika. Mpaka Hombolo kuna vituo vya kutosha huko. Kituo kimoja kinaweza kuwa kina timu mpaka 9. Timu 9 zenye watu watatu, maana eneo moja tu ya kutolea huduma inaweza ikawa lina timu 27. Unaweza kuona jinsi gani ambavyo tumejipanga. Watu wa kutoa huduma tunao zaidi ya 1,000. Hakikisha hatumwachi mtu nyuma aweze kupata chanjo hii, aweze kumwokoa mtoto dhidi ya kupata maambukizi ya ugonjwa wa polio. Si mara ya kwanza kufanya kampeni kama hii. Naam. Pengine katika kampeni zilizopita ni faida gani ama tija gani ilitokea pengine kwa watoto waliopatiwa chanjo? Tunasema ugonjwa huu unaweza kusababisha mlipuko. Nikisema mlipuko, maana yake unaweza kama kuna visa vingi vya ugonjwa huu vikatokea, kama vile tunavyoona katika magonjwa mengine ya mlipuko, Ebola na COVID. Ni sahihi kabisa, exactly. Kwa hiyo kampeni hizi faida yake, mpaka sasa hakuna mlipuko wala hujasikia tishio lolote la ugonjwa wa polio nchini. Hiyo ndio faida kubwa. Kwa maana yake tumeendelea kuwa salama dhidi ya ugonjwa huu. Na kuna hizi za kusema misconception kwamba chanjo zimekuwa nyingi, sijui kuna madhara na nini. Nafikiri ni swali niliweke vizuri. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba chanjo ni kuandaa mwili kupambana na ugonjwa fulani utakavyoingia mwilini. Sasa inapofika kipindi tunaenda kufanya kampeni, maana yake tunataka tukave watu wote, tuwafikie watu wote ambao walimisi kwa namna moja au nyingine chanjo kipindi wanapata chanjo zingine. Moja. Sababu ya pili ni kwamba virusi hawa wana tabia ya kubadilisha mwenendo, na wenyewe wanajikinga, kwa sababu kinga ya mwili yetu sisi na wenyewe ni adui kwake. Anaweka mazingira ya kujilinda na yeye asiweze kuathirika. Kwa hiyo kama ni hivyo, tunalazimika kuweka chanjo ili kuboosti mwili, kinga mwili iweze kupambana na ugonjwa huo pindi unapoingia mwilini. Kwa hiyo sio kwamba hatupati virusi wa huu ugonjwa, tunapata mara kwa mara, kwa sababu mwili ulishaandaliwa. Ndio maana tunaweza kupata athari za kupata kuonyesha hizo dalili na kadhalika. Mwili unaweza kupambana na ukamaliza nazo.
Kwa hiyo ile hakuna atakayeachwa. Hakuna atakayeachwa. Yeyote ambaye anastahili kupata basi atapata na hakuna atakayeachwa.